Tumefanya kikao cha pamoja kati ya watendaji wote wa Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi, hasa wale wa ngazi za uongozi kwa maana ya wakurugenzi na wengine. Na lengo kubwa la kikao chetu ilikuwa ni swala zima la kufanya tathmini ya kina juu ya namna ya kuendelea kutekeleza majukumu yanayopaswa kutekelezwa na wizara yetu ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi kwa maeneo ya uvuvi, kwa maeneo ya mafuta na gesi asilia, lakini katika eneo la mwani, lakini katika maeneo mengine ikiwemo ufugaji wa mazao ya baharini, ikiwemo majongoo ya bahari, mpango wa ugawaji wa bahari kwa maana marine spatial planning, lakini na ukulima wa baharini kwa maana ya aquaculture. Kwa haya yote tumeyazungumza kwa umoja ama kwa pamoja, lengo kuu likiwa ni kuhakikisha shughuli zinazofanywa zinatoa tija kwa wananchi ambao wana matarajio na shughuli hizi zinazofanywa katika sekta hii ya uchumi wa bluu na uvuvi. Lakini kubwa zaidi, katika kipindi hichi pia tuna shughuli nyingi ambazo zinaendelea, ikiwemo ujenzi wa hayo madiko ya kisasa, maandalizi ya ujenzi wa viwanda vya kuchakata samaki, lakini yako madiko ambayo tumeshayazindua na yameanza kufanya kazi. Kwa tumezungumzia pia namna bora ya kusimamia madiko hayo yatakapokamilika, lakini pia na yale ambayo tayari yameshazinduliwa yawe yanasimamiwa kwa ubora zaidi na kuweza kusaidia na kutoa tija chanya kama ilivyokusudiwa. Katika kipindi hichi pia tumetarajia kuanza zoezi la utafutaji wa data za mafuta na gesi asilia kwa njia ya 3D seismic, kwa maana kwa njia ya mtetemo. Elimu imeshatolewa vya kutosha kwa wananchi yatakayofanyika shughuli hilo au shughuli hiyo ambayo ni eneo la Paje katika mkoa wa Kusini, wilaya ya Kusini. Sasa bado tumetaka tuendelee kutoa elimu na taarifa ili mwisho wa siku wananchi wa maeneo hayo, lakini hata ambao sio wa maeneo hayo, wawe na uelewa wa kutosha, wakiamini zoezi hili kufanikiwa kwake kutakuwa na matokeo makubwa ya maana, sababu ndio kitakachotupelekea kujua na kuanza kufanya kazi ya uchimbaji ama wa gesi asilia ama mafuta kama ambavyo wengi wanatarajia. Lakini kubwa jingine tulilolizungumza kwenye kikao hiki ni swala zima la kuzitangaza rasmi hifadhi mbili. Kwa mujibu wa utaratibu wa kisheria, ni kwa maana waziri mwenye dhamana ya uvuvi na uhifadhi, yeye ndiye anayepaswa kusaini baada ya kupitishwa ama kutangazwa rasmi katika gazeti la serikali. Bahati nzuri, baada ya mchakato mrefu wa kitaalamu, tumepata mafanikio ya kupata ama kuongeza idadi ya hifadhi mbili kubwa kule Pemba. Hifadhi hizi zitachochea kwa kiwango kikubwa watalii wetu kuja na kuzitembelea kama moja ya kivutio cha utalii. Lakini mbili, itakuwa ni miongoni mwa nchi chache zilizopiga hatua ya kuhifadhi bahari kwa njia hii ya hifadhi. Na jambo hili lina maana kubwa kitaifa, kikanda na hata ndani ya nchi, kwa sababu hii ni sehemu pekee unazungumzia urithi wa maana katika bahari. Jambo jingine la maana tulilolizungumzia ni mpango maalum wa kuvilinda viumbe vya baharini vilivyo hatarini kutoweka, ambao tumetaja viumbe kama pomboo, nyangumi, samaki wa taa. Hawa wanaanza kuonekana ni viumbe ambao wako hatarini kutoweka tusipoweka udhibiti maalum. Kwa hiyo pia hili ni jambo tumelipangia mkakati maalum kuweka mwongozo ambao tayari mwongozo huo leo tumefanya kikao hichi cha kamati ya uongozi ili sasa uende katika taratibu ya ziada ya hapo, sasa ukawe ni instrument ya kufanyia kazi kwa ajili ya kuvilinda viumbe hivi badala